Mchezaji mkubwa lazima awe na kwanza na uwezo wa kuamua mechi, lakini pili lazima awe na mwendelezo kwa maana ya consistency. Chama amekuwa na hiyo consistency. Kila mechi anacheza vizuri, kila mechi aidha anafunga ama anatoa pasi ya goli, na hachagui mechi ndogo wala mechi kubwa. Kila mechi Chama anakuwa kwenye kiwango chake bora kile kile. Alifanya kazi nzuri kwenye mechi ya Derby, na baada hapo Chama ameendelea kuwa moto wa kutia mbali, na leo tena hii leo amefanya maajabu makubwa hapa nyumbani kwao Lake Tanganyika. Ni dhahiri shahiri ya kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na ana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika mechi ya aina yoyote ile. Mechi ya leo dhidi ya Mashujaa ni miongoni mwa michezo migumu ambayo Simba tulikuja kucheza, lakini tulikuwa na uhakika wa kupata matokeo mazuri kwa sababu timu yetu ina Chama, timu yetu ina Loemba, timu yetu ina Neo Maema. Kwa hiyo tukawa na uhakika ya kwamba kwa aina ya wachezaji tuliokuwa nao tunao uhakika wa kufanya vizuri, na unapokuwa na Chama unakuwa hauna wasiwasi wa aina yoyote yule. Chama ana uwezo wa kugeuza mchana kuwa usiku, ana uwezo wa kuyafanya maji ya bahari kuwa maji ya baridi na watu wakanywa, ana uwezo wa kufanya maajabu makubwa kweli kweli, na leo amedhihirisha ubora wake huo. Anachukua tuzo yake ya 4 mfululizo. Hakuna hata mchezaji mmoja katika ligi kuu ya NBC ambaye ameweza kuchukua tuzo mara 4 mtawalia, ni Chama peke yake. Ni dhahiri shahidi kwamba Chama ni kiumbe cha maajabu mno. Chama ni mchezaji wa tofauti sana. Chama ni mchezaji wa maajabu ya hali ya juu, na hapa bado Chama hajaonesha ubora wake. Ana mengi makubwa na mazuri ya kuendelea kuwaonesha wanasimba. Kuna wako mbio za ubingwa semaji. Mpaka hivi sasa kiu ya wanasimba ni kutamani Simba inachukua taji la ligi kuu, na ukitazama mpaka hivi sasa kwa ushindi mliopata leo umebakiza mchezo mmoja tu pengine kuweza kusimama katika nafasi ya kwanza. Nini ambacho wanasimba wakitarajia kunako ubingwa ambao ndiyo kiu yao kubwa? Safari bado ni ngumu. Tumefanikiwa kupunguza gap na kubakisha alama 2 pekee, lakini alama 2 hizo sio nyepesi. Kwanza zinaweza zikampa mtu ubingwa, lakini kama haitoshi unaangalia hizo alama 2 ama huyu ambaye yuko juu ni timu ya aina gani. Ingekuwa labda Mashujaa ndio anaongoza ligi hivi sasa, au JKT Tanzania anaongoza ligi hivi sasa, au sijui Mbeya City ndio anaongoza ligi hivi sasa, tungekwambia kwamba alama 2 zile tunakwenda kuziyeyusha kwa urahisi kweli kweli, lakini alama 2 hizo zinashikiliwa na timu ambayo tunashindana nayo, timu ambayo ina uzoefu. Amefunga goli jana kwenye mechi ya Dodoma Jiji na Yanga. Goli lake linaingia kwenye Puskas. Ndio huyo. Goli zuri, goli bora, fantastic. Ameangalia kipa amekaa wapi, kipa hayuko eneo lake, akaumenya ule mpira kwa nusu tikitaka, goli likaingia. Ni utulivu wa hali ya juu aliyokuwa nao nahodha, ni kuchagua engo, amekaa wapi goli kipa, akamwangalia na akaweka goli kwenye nyavu ndogo. Kwa hiyo goli lake linaingia kwenda kushindana na goli la Chama kwenye Puskas. Kinyang'anyiro ni kikali. Kwa maana kwamba Mwamnyeto anahitaji pongezi kwa goli ambayo alifanya. Yeah, that's good. Ulisema kwamba lile la Chama la kwenye Derby litachukua miaka zaidi ya 100 huko mtu kulilipa. Lakini kuna hiki ambacho amekifanya cha kufunga kwenye mechi 4 mfululizo na kuchukua pia tuzo ya mchezaji bora mfululizo. Itakuja kwa hivyo. Na ataendelea kufunga magoli mengi mazuri Chama, lakini hatofunga tena goli bora kama lile alilolifunga kwenye mechi ya Derby. Na hata akifunga goli kama lile tena, lakini halitakuwa na uzito na thamani kama lile amefunga kwenye Kariakoo Derby, lile kawafunga Yanga, lile kamfunga nani sijui goli kipa bora. Kwa lile linabaki na kusimama kuwa goli bora la maisha la Chama. Ataendelea kufunga sababu Chama ana utulivu mkubwa, ana composure kubwa, na kila anachokifanya anakifanya kwa usahihi wa 100%.
Kwa hiyo ataendelea kufunga magoli mazuri, lakini kufunga goli kama lile inahitaji miaka kama sio 2000 ano domino, basi ni miaka kama sio 5000, basi dunia inaweza ikaisha kupata goli kama la Chama. Wanasema nyumbani na nyumbani. Nyumbani na Chama amefanya kazi kubwa nyumbani kwao hapa, na ndugu zake wengi kutoka Buhigwe wamekuja hii leo kuja kumsapoti, na baada ya mechi hapa anakwenda nyumbani kwao kwenda kuwasalimia, kesho kutwa Dar es Salaam. Buhigwe hiyo. Buhigwe.